Mimi niseme kitu kimoja. Unajua, nilikuwa najaribu kufuatilia lile jambo ambalo ulikuwa umeniambia. Mwisho wa siku limekuwa ni gumu. Sema hata hivyo, ni vile tu mimi nilikuwa nahitaji kujaribu kuangalia tena kama tunaweza tukapata msaada wa hapa Tanzania. Maana hata kipindi cha nyuma tulijaribu kufuatilia, wakatuambia kwa Tanzania haiwezekani. Kwa hiyo wakatupa transfer ya kwenda wapi? India. Sasa kulingana na hali ya uchumi kwa kipindi kile na si kipindi kile mpaka sasa hivi, ilikuwa nipo vibaya. Ila kwa kuwa tayari umejitokeza kama nafasi ya kwenda India ipo, basi mzee wangu, hilo ndo ambalo tumeambiwa. Basi kama itawezekana tumpeleke huyo mtu, na anasema inawezekana na macho yatarudi kwenye nuru yake kama ilivyokuwa zamani. Mimi nadhani mzee wangu, hata hapo tulipozungumza hapo awali, sikumaanisha kwamba hiyo hospitali lazima ipatikane tu ndani ya Tanzania. Hapana. Kwamba nilichokuwa namaanisha kwamba hata kama ingekuwa ni nje ya mipaka ya Tanzania, kwamba iwe nchi yoyote ile, iwe ni Turkey, Palestina, Malaysia, Casablanca, muhimu tu ni mama aweze kupata matibabu, aweze kurudi katika hali yake kama alivyokuwa huko nyuma awali. Lakini kwa sababu nimeambiwa ni India, nadhani ni jambo jema. Tusipoteze muda. Bila shaka mimi nadhani vitambulisho mnavyo. Kuhusu vitambulisho, hakika tunavyo. Vipo. Ndio. Mke wangu anacho, mimi mwenyewe pia ninacho. Labda katika mambo yao ya pasipoti ndio kidogo mzee hatuna. Vizuri sana. Sasa wewe utakapotoka hapa, jambo la kwanza la kufanya, inabidi ukachukue kitambulisho cha mama pamoja na cha kwako. Fika serikali ya mtaa pale, nadhani mtaelezea shida yenu, mtapewa barua za utambulisho, kwa sababu huwezi kupewa passport kama hauna barua ya utambulisho. Lakini pia usisahau passport size zote mbili, ya kwako pamoja na ya mama. Utakapokamilisha tu, wewe nipigie simu muda wote ule, hata kama ni leo, ili tulifanye ile zoezi mapema la upatikanaji wa passport haraka, ili mama aweze kupata matibabu. Mimi nadhani itakuwa ni vizuri zaidi, Mr. Kaboza. Mimi niseme mzee, hilo limeisha. Na kuna shaka na nitalifanya hilo zoezi mapema sana. Asante kiongozi wako. Haina shida, tuko pamoja. Basi mimi mzee, nadhani nisichukue muda mwingi sana. Acha niende nikakae na mwenzangu, tujadiliane na tujue viko wapi. Basi tuanze kuweka mipango sawa kwa ajili ya safari. Kila laheri mzee. Mwenyezi Mungu afanye wepesi. Asante sana kiongozi. Tutaonana wakati mwingine. Asante sana. Alex. Walisema mapenzi upofu, ukishapenda uoni na kata. Vipi? Mbona kama upo sawa? Hapana, mimi nipo sawa tu. Amna bana. Ukiwa sawa mimi nakujua. Naona kabisa uko sawa. Una shida gani Alex? Niambie, labda mimi naweza nikakusaidia. Maua, nimekwambia nipo sawa. Na kudanganya ili nipate faida gani? Na kama singekuwa sawa ningekwambia. Lakini mpaka nakwambia nipo sawa na maanisha. Basi sawa, kama uko sawa nikombe kitu. Mimi niko naomba leo twende nyumbani, tukapige story. Za stories tunaweza kuongea hata hapa. Amna bana. Hapa kuna watu wengi, ambia. Mimi nataka twende nyumbani tukapate na chakula cha jioni. Okay, sawa. Kwa kuwa sina kazi za kufanya, tunaweza tukaenda tu. Asante. Nikampata kambadilisha, nikikumbuka macho yako na vile tulivyopendana, sasa nimebaki kivulini,
we uko na mwingine unacheka. Bila sukari hainogi chai chai, hata ufue kaniki haingai. Sikiliza we binti, upumbavu na ujinga ulioufanya nimeshaugundua. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kama haunijui mimi ni nani, utanijua. Yaani unakuja kuichezea familia yangu kijingajinga, kipumbavu, kwa kujidai wewe ni nani? Au umejikuta wewe ni nani mpaka unakuja kuingilia familia yangu kiupumbavu? Ujinga ulioufanya nimeshaujua. Mimi sio mtoto mdogo kama unavyoweza kunifikiria. Mimi sitishu kwa uchawi. Mimi sitishu kwa chochote unachokijua wewe. Kuhusu swala la uchawi na ujua, kuhusu chochote unachokijua wewe kinachoitwa uchawi, hapa ndo umekuta. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kitendo ulichokifanya kwa binti yangu Happy, naona utakuja kujutia maisha yako. Mzee, nashindwa kuelewa. Kitu gani nilichokifanya mimi? Acha upumbavu we mjinga. Unaniambia umefanya kitu gani? Ina maana ulichokifanya hukijui? Ule uchizi umeenda kumpandikiza mtoto wangu Happy, nakwambia binti, utakugharimu. Tena utakugharimu kweli kweli. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kama haujui naomba ulijue hili. Nakupa masaa haya. Nakupa masaa haya mawili. Nihakikishe binti yangu nikirudi nyumbani nimkute yuko mzima kama alivyokuwa mwanzo. Endapo ukufanya hivyo, utanitambua mimi ni nani. Mbavu mkubwa wewe. Wewe unajifundisha uchawi wa kishenzi. Sisi ni watu ambao hatufai. Tutakuja kukumaliza kama ujijui. Mjinga mkubwa wewe. Kijungu, nimekuita hapa sio kwa nia mbaya. Nilikuwa nataka nikwambie haya yote nilikuwa nayafanya nimefika mwisho, na naona kabisa dalili za kupoteza kila kitu naziona. Kwa nimeona ni bora nikuache na amani. Nimekuwa msumbufu kwako. Kwa hiyo mimi nilichokiamua ni bora nikakaa mbali. Nimechoka kuona kila siku naumia kuona mtu ninayemjali hana time na mimi. Kwa nini niendelee kuumia? Ni bora nikajiepusha na haya. Nimevumilia, nimeshindwa Kijungu. Kwa hiyo nilikuwa naomba nikuache tu na amani, kae mbali na wewe. Kama unahisi hivyo ndio utakuwa na amani. Unajua Jina, unazingua sana. Wewe ni binti mzuri mwenye muonekano, una kila sifa za kuitwa mwanamke, lakini one time moja unafeli kwa sababu
Unawezaje kumweka moyoni mtu ambaye hana habari na wewe? Kila siku unakuwa unahangaika, afu mtu kila siku anakupotezea, lakini bado tu uchoki. Alafu time moja unasema kwamba unataka kuondoka eti kisa mimi. Hiyo jao. Fanya mazingira yako. Wewe hapo ulipo sio wa kumwaza mtu mpaka kufikia kwamba uondoke sehemu eti kwa ajili yake. Mimi wangu ni ushauri tu. Wala sio kwamba ninangwamba nini. Wewe kama ukiamua kuondoka baridi na ukiamua kubaki pia vile vile baridi vile vile, kwa sababu mimi siwezi kukulazimisha kubaki sehemu kwa sababu sijakuleta mimi. Kwa hiyo fanya mazingira yako. Sawa, nikuelewa. Kingine usichokijua, nilikuja kwenye hii nyumba sio kwamba napenda. Nilikufuata wewe Kijungu. Nimegombana na watu kibao kwa sababu yako. Kama umeamua kunikataa hivyo, sawa, nakuacha na amani, baki na maisha yako. Bora na mimi nikafanya maisha yangu mengine kuliko kukaa hapa kuona kila siku mtu ninayempenda hafili chochote na mimi, kujiumiza Kijungu. Ninachotaka kukwambia, uwe na maisha mema. Baridi hapo wenyewe. Wewe nenda kafanya maisha yako. Kwa hiyo mimi siwezi kukuzuia. Niliua mama wako ni wa milele, lakini giza lilijificha kwa tabasamu. Moyo wangu ulivyokupenda. Jina. Unajua nini? Hata mimi pia nakupenda sana. Lakini kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinanifanya mimi nisiweze kupokea hisia zako, kwa sababu ningekuonyesha kuwa nakupenda tangu mwanzo, basi hivyo vitu mimi ningevikosa. Hasa ule utoto wako. Mimi nilikuwa napenda vile unavyofanya. Kwa hiyo ningewahi kukubalia, lazima tu ungeviache hivyo vitu. Kwa hiyo mmoja anatakiwa utambue kwamba hata mimi mwenyewe nakupenda vile vile. Kwa hiyo sipo tayari kukuacha uende mbali na mimi. Amin. Nakupenda Jina. Kijungu, unamaanisha unachokiongea? Ya, namaanisha. Alafu wauni hatupo hivyo. Wauni tukiongea tunaongea afu tumemaliza. Yaani nishoti ni kwamba muuni kashazima, alafu dakika za mwisho mimi sielewi. Jina, naomba usije ukaondoka. Niamini mimi nakupenda sana. Moyo umevunjwa sana, dunia imenitupa mbali. Lakini macho yako yaliponitazama, kulitokea jua ndani ya giza langu. Waliniona sina thamani, lakini kwako nilikuwa zaidi. Upendo wako ulinipa sababu ya kusimama. Kiitikio, penzi la mlinzi halina kinga wala si. Kwanza pole sana kwa aliyokukuta. Kiukweli hizi siku 2-3 nilikuwa napata shida sana kutaka kujua hali yako. Na wewe unajua fika baba yako jinsi alivyokuwa mkali. Inawezekana pale ningekuja ningesababisha matatizo mengine. Ila kiukweli leo nimekuona ukiwa umeimarika hivi, moyo wangu una amani sana. Kiukweli ashukuriwe sana Mwenyezi Mungu kwa kupambania afya yako.
Asante. Mimi pia namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru familia yangu kwa kunipambania. Kiukweli naendelea vizuri sasa hivi. Lakini yani Sarungi, Zaya ana tabia mbaya sana. Yaani unajua mimi nilikuwa nafikiria Zaya ana roho mbaya, ana tabia za ajabu, lakini sikufikiria kama anaweza kafikia huko. Hivi unajua mchawi ni mtu mbaya sana. Yaani kama tayari ameshaanza kuwa na tabia za kichawi, basi inabidi hata wewe uwe makini. Na zaidi sana kwa Viola. Kwa sababu mchawi hana ndugu. Hilo jambo kiukweli mimi mwenyewe limenigusa sana. Na limeniumiza sana moyo wangu nilipozisikia hizo taarifa. Ila nikombe tu kitu kimoja. Unatakiwa tu msamehe Zai kwa sababu inawezekana akawa hajui ambalo analolitenda. Kwa hiyo nakuomba tu umsamehe kwa niaba yangu. Na hili jambo kiukweli siwezi mimi kulifumbia macho. Lazima tu mtaangalia namna gani ya kufanya. Ila nitalichukulia maamuzi na kuahidi katika hilo. Sawa bwana, usijali. Kuwa na amani kabisa. Mimi nimeshamsamehe muda mrefu sana. Vipi lakini? Aviola anaendeleaje? Aviola anaendelea vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, anaendelea vizuri. Sasa hivi afya yake imeimarika zaidi na ameshaanza kwenda shule, kwa hiyo kila kitu kipo sawa. Sijui na wewe tu upande wa mama yako anaendeleaje, kwa sababu ujue ni muda mrefu sana sijakuuliza kuhusiana na hali ya mama yako kutokana na hizo changamoto zilizotokea hapa kati. Mama anaendelea vizuri, namshukuru Mungu. Lakini pia nilisahau kukwambia. Mama anatakiwa kusafiri kwenda nje kwa ajili ya kutibiwa. Kwa hiyo Happy, ina maana kwamba umekubali kuolewa na wewe mwanaume? Mwana alivyoshtuka. Amna bwana. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Na unajua fika. Ila yule ameamua tu kufanya hivyo kwa ajili ya upendo. Kwa hiyo mimi siwezi kumzuia. Sawa. Usije kuwa unasema hivyo kwamba anafanya tu kwa upendo alafu sasa mwisho wa siku kumbe tayari ulishamkubalia alafu tu unanificha. Unajua ni kitu gani ambacho kinaweza kuja kutokea ukichukua hayo maamuzi. Kumbuka Viola muda wote anakutegemea wewe. Na sio Viola tu, hata mimi pia. Kwa hiyo unapofanya maamuzi, angalia maamuzi yako asije katumiza maisha yetu yote. Usijali bwana. Kuwa na amani. Sawa. Niseme tu kwa mara nyingine nimefurahi sana kuona ukiwa katika hiyo hali. Basi mimi nisikucheleweshe tu, unaweza kuwahi nyumbani. Mimi acha niende kwenye mzunguko yangu. Si unajua tena kumekucha. Sawa, bye. Nilikuja tu kazini nikiwa sina mbele wala nyuma. Moyo umevunjwa sana, dunia imenitupa mbali. Maua, nimekuita hapa, kuna jambo nataka tuzungumzie. Nadhani kwa unatambua hapo nyuma tulikuwa na maelewano mazuri, lakini hiyo yote imesababishwa na mimi hapa kutotii nini hisia zako zinahitaji kutoka kwangu. Lakini hiyo yote naomba tusahau yaliyopita, kwa sababu nimeona kuna haja ya kuendelea kumng'ang'ania mtu asinihitaji na kumwacha anayenipenda. Kiukweli nimegundua ndo mwanamke unanihitaji. Nakupenda sana Maua. Nakupenda. Sina neno jingine la kuzungumzia zaidi ya kusema nakupenda. Alex, ni kweli tunachokiongea? Au unanitania? Sura ya jinsi ninavyokupenda Na kama ni kweli Alex, mimi nakuahidi tu au utajutia penzi langu baba. No, labda nikuondoe shaka. Na sitaki niongee maneno mengi kwa sababu naweza nikaonekana Mungu. Lakini nadhani muda ukifika utaangalia matendo yangu, atakuwa anajidhihirisha kabisa kuwa nakupenda.
Nakupenda sana mama. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Sasa baba, mimi nakuomba kitu. Nakuomba siku ya leo, siku nzima ushinde na mimi tena. Sasa nyumbani kwako tukaenjoy penzi letu la kwanza, mimi na wewe. Nakupenda Alex. Nakupenda pia. Wewe vipi? Mbona na mabegi tena kama mtalii wa jangwa la Sahara? Una nini? Shida nini? Nimekuja kwako mpenzi wangu Kijungu, naomba unisamehe kwa yote yale niliyokufanyia. Nilikutukana nikakwambia sikupendi au kuna hela, nishajirekebisha mpenzi wangu. Kwani leo wewe ndo unajua kwamba kuna mpenzi wako anaitwa Kijungu, sio? Sikia, mimi sitaki mazoea na wewe tena. Afu ante mmoja, naomba ufuate maisha yako, kwa sababu kipindi kile uliondoka, mimi nikakuzuia nikakuelekeza kila kitu, lakini maisha ya kweli ukaona ile mimi nasebenza. Sitaki mazoea. Naomba ukusanye hivyo vibegi vyako, naomba uondoke. La sivyo nitakufanya kitu kibaya. Najua vizuri mimi. Oya silembeshi. Nikiamua nimeamua, oya toka. Kijungu, yule mwanaume niliyekuwa namtegemea kanifanyia matukio kibao. Nimeamua nirudi kwako mpenzi wangu Kijungu. Yule mwanaume alikuwa ananipiga kila siku, analeta wanawake tofauti alivyoniahidi. Ni tofauti na wewe mpenzi wangu Kijungu, ulikuwa unanipenda, unanijali, unanisamini. Ila yule mwanaume sio sahihi kwa maisha yangu. Nimegundua wewe ndio mwanaume wa maisha yangu Kijungu. Kumbe umekutana na matukio kwa mtu mmoja, alafu ndo namkumbuka Kijungu, sio? Sikiliza, mimi sio mtu wa kulewa staafu. Yaani kwamba wewe umeenda kutumika huko, alafu mimi hapa ndo uje uniletee makombo nile. Wewe mimi sio mtu wa hivyo. Alafu mimi nataka nikwambie kitu kimoja tu mtu. Yaani kuna vitu vingine kwenye maisha huwa vinatokea kwa sababu zake. Yaani wewe usingekutana na hayo matukio ambayo kakupiga wewe mwamba, basi leo hiyo usingejifunza. Lakini sasa hivi hapo ushajifunza kabisa na ushajua kabisa kwamba kumbe hii dunia ina matukio. Ningebaki na Kijungu hapa singejua haya matukio. Kwa hiyo nenda tena huko, kaendelee kujifunza. Alafu mwanaume utakayempata sasa ndio atakuja kufaidi matunda yako. Yawe mafunzo unayopitia sasa hivi. Ila wante mmoja, mimi sio mwanaume wako tena.
Yaani sahau kuwa na mimi. Dakika za mwisho sasa mimi nishamaliza. Nishakusomea kesi kila kitu. Mazingira ushaelewa. Kwa hiyo naomba sasa uchukue time uondoke. Sasa nishajifunza kutokana na makosa yangu mume wangu. Sitorudia tena na kuahidi. Miaka sasa imepita tangu tumzike baba, ndo chanzo cha kuwa na vita, ndugu kuuana. Wapo waloshika mapanga, wapo waloenda kwa waganga, nyumbani ndo ikawa vita, ikabidi tuyame kaya. Kwa malezi kulia kwa bibi oyae, bibi hajiwezi, wala ugonjwa ukampa mwili wake kupoza, maumivu yakanivaa, nikaisi msiba umenifika. Hata ndugu wa karibu hakutaka za kuja kumwona. Ndugu wabaya, ndugu wabaya, ndugu wabaya, Machozi hayaniishi tangu nimzike bibi. Sina rafiki ndugu wa karibu wa kunifariji. Nikamia Dar es Salaam kuja kusakata